Hello madam, habari? Nzuri. Karibu madam, unaongea na Wadada Center. Naitwa Akila. Akila ndio? Yes madam, nimekupigia kwa ajili ya kuwasalimia, kujua maendeleo ya dada kazini. Kweli niseme tu kwamba nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tunaendelea. Unajua kilinganisha na previous lady niliokuwa nimekuwa naye. Yule alikuwa very too much matured and ni sifa nyingi ambazo you cannot compare with her, lakini I'm happy. Nachukulia pia udogo wake. Lazima niendelee kwa udogo wake na utambuzi wake. Yule wa before alikuwa ni mtu, alikuwa na umri sio umri mkubwa, lakini kwamba alikuwa amejitambua zaidi na alijua kitu gani kilichomleta, na I'm very happy indeed kwamba nafuatilia hata alikoenda ameenda kuperform vizuri. Yale alikuwa ananieleza kwamba nikifika nitafanya hivi. Nashukuru Mungu anaenda kuyafanya. Okay. Na hata maana yake wazazi wake walimtunzia. Kwa hiyo nashukuru Mungu sana. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu, ameenda vizuri. Lakini huyu bado ni mdogo, anahitaji kukumbushwa. Sometimes too much forgetful. Lakini ni binadamu pia, hiyo hainipi shida. Tunaendelea kurekebishana hivyo hivyo. Ila kitu ambacho ningependa kusema na ambacho nasema nitawapigia kuhusu zile day off zake ambazo ni two per month. Kwa huu mwezi wa Ramadhani kwa kweli sitampa day off kwa sababu wote tunatoka tunakwenda kuhangaika. Sasa imagine sisi hatunaga Jumapili wala Ijumaa. Mwezi wa Ramadhani tunatoka siku zote. Tukirudi hapa ni kuja kufuturu. Sasa ni how comes una mate nyumbani alafu urudi umetoka date match alafu ukosa hata cha kufungulia kinywa. Nitasema nitawaeleza na vile yes jamweza, lakini nimesema nitawaeleza nyewe pia. Na hapo pia kitakuwa ni kipimo cha utu kwa sababu na yeye mwenyewe amefunga. Na huko anakwenda hata kama anaenda ni tunaongea kitu uzima zaidi Ngaje pio I don't know, lakini ni msichana amekuwa amemachua. Kama anaenda kwa rafiki boyfriend kwa mwezi wa Ramadhani nafikiri pia itakuwa sio wakati proper sababu ni vitu mzima lakini najua ni vitu vipo. Okay. Najua ni vitu vipo japo we don't allow in zote they don't allow, lakini vipo kwenye jamii, si ndio Yeah, exactly, vipo. Kwa mtu yeye mwenyewe tu ajielewe. Sasa even huko nje ya mipaka yetu hatuwezi kuvifollow kufanya nini after all she is matured. Kwa hiyo ni yeye sasa ajue if I'm going to do this ameshakuwa against na dini yake na maadili yote kwa ujumla. Na nafikiri wote wanaheshimu, hata wale ndogo nini wanaheshimu. So kwa hilo tu itabidi nielewe. Sawa, hilo hakuna shida. Waga inatokea some scenarios. Sio tu Ramadhani, yani sometimes inaweza katokea labda kwa mwajiri kukawa kuna issue ambayo inamsababisha kabisa labda yuko busy yuko nyumbani. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo viko kawaida. Nadhani ni kumwambia tu na kuzungumza naye, wala hakuna tatizo. Wewe utamwambia tu. Yeye kama atakuwa na any issue atacommunicate, lakini sidhani kama atakuwa na issue yoyote kwa sababu kwa miezi mingine yote nadhani mlikuwa mnampa zile ruhusa zake kama ambavyo. Yeah, definitely tulikuwa tunampa kabisa. Kwa hiyo nadhani kwa huu mwezi it's okay, it's reasonable kuona kwamba hawezi kutoka kwa sababu pia ratiba zenu. Kwa hiyo nadhani sio la sana. Kazi yetu iko too much kwenye actually ni misimu miwili mikubwa. Kuna msimu huu wa Ramadhani ambao umeingia na Pasaka humo. Pasaka inakuja specially lakini inakuwa ndani ya Ramadhani. Unaona Kwa hiyo tunafanya kazi tunafanyia wa Pasaka na wa Ramadhani kwa pamoja. Kwa hiyo msimu unakuja unapoingia wa Christmas ni msimu mkubwa. Sasa pale tunatarajia kulipa makodi
kodi ya serikali, ya manyumba, ya mastore, na wafanyakazi kulipwa kuanzia nyumbani mpaka kazini. Kwa hiyo lazima tuheme sana, yaani tuheme kuipata hiyo hela. Unaona kwa hiyo ndio hicho tu, otherwise hakuna shida kubwa. Sawa. Na unadhani kwenye utendaji wake wa kazi ni wapi ambako tuongee naye labda aboreshe zaidi? Umeniambia kuhusu issue yake ya kusahau, unakuta labda anasahau. Kwa hiyo hapo tutamwambia kwamba angalau hata labda ana take note ya vitu ambavyo unampa maelekezo na nini, asiwe anasahau kuyatekeleza. Kingine ambacho aboreshe ni nini? Kwenye chakula tunaendelea kurekebishana. Unakuta alikuwa na mkono wa chumvi, anaweza akaskip tukala vizuri, akija kulipuka na ilipuka nayo sio mchezo. Lakini tunaendelea kurekebisha. Nimesema bado nachukulia ni mtoto. She's young. Ngaje kwa maisha ya siku hizi anaweza akaolewa akawa na family, lakini to me ni mtoto. Na take into consideration ilikuwa na msichana ambaye ni very smart. So ukianza kulinganisha yule na huyu, huwezi kufanya kazi na mtu, kwa sababu yule alikuwa very systematic. Kwa hiyo nilipompa ratiba yangu ya kwanza day one, alifanya hivyo na alikuwa hachakachui. Yaani yule mtu anafanya kitu kwa kuchakachua kwa sababu haupo au nini, la. Akisema ratiba yake alivyopanga ni usafi, anafanya ile real usafi. Alikuwa na ratiba yake ya kama ni madirisha leo, kama ni kufua, anafua vizuri, anapasi vizuri, na hivyo anapanga yani vitu. Na hata akija mtu mgeni tu hivi, hata amekuja kwa kitu kimekaa kinyume, atauliza mbona hiki kitu nimeweka hapa kimekuwa hivi. Kwa hiyo hata wageni wangu nilikuwa nawalata na waambia dada yangu yuko very smart. Kwa hiyo ukipika jikoni ndio na kuosha. Yeye ameshapika, ameshosha jiko lake, usije ukakoja ukatumia tu, alafu ana asili akipika anaacha sufuria la ugali hapo, atasafisha, anapika uji mtoto anaacha hapo, sio mkea. Sasa mimi binafsi sipendi vitu hivyo. Nilikutana na mtu ambaye ana ambition kama ya kwangu. Kwa hiyo nilimpenda sana kwa kweli. Okay, mfundishe na huyo, mfundishe, mwambie vitu ambavyo unavipenda, mfundishe. I'm trying my level best. Kwa kweli I'm trying my level best na jitahidi sana. Kwa sababu utamsaidia. Sio tu kwamba wewe utapata huduma, lakini pia utakuwa njia ya msaada kwake. Hata kama akitoka hapa kaenda sehemu nyingine. Nimefurahi yule binti aliondoka, anafikiri ameenda kufungua mgahawa. Kwa kweli atameki, kwa sababu kwanza utakula kile chakula chake kwa usafi wake. Hiyo number 1. Ya pili, alikuwa ni mtu anapenda kujua kila kitu. Ukipika kitu kipya unakuta yuko hapo anakuangalia. Ukispice kitu kipya unakuta yuko hapo na nani. Ukinunua any spice atakuuliza hii inawekwa wapi? Inawekwa wapi? Kwa hiyo kwa kweli alikuwa very smart. Kwa maana hiyo sasa biashara yake I believe itakuwa. Sababu tulipigia simu, kuna binti yangu alikuwa anataka mate. Sasa alimkuta yuko busy kiasi ambacho tunataka kuongea naye. Kwangu mimi nilifurahi sana na nilimwambia sana Mwenyezi Mungu aendelee na azidi kukua kwenye biashara yake. Amina. Atafanya biashara kubwa sana yule. Amina. Hata huyo pia basi unamtengeneza kitoka hapa na yeye anaanza kufanya vitu vyake, anamkumbuka madam. Unafikiri kuna shida? Yaani nimemchukulia, she's my baby, she's my daughter. I'm taking care of her. Taking care of her. Hakuna shida kwa kweli, hakuna shida. Sawa madam. Basi sisi tunashukuru sana. Asante sana kwa feedback. Tuwatakie tu, yani kama utakuwa kuna issue yoyote, nadhani una hii namba ya ofisi. I'll let you know. Otherwise huku nani mikoani nyinyi hamnaga branch? Tunapatikana tu Dar es Salaam, lakini ndio hivyo tunahudumia watu. Kwa hiyo lazima mkachukua mtu mkapeleka mikoa. Tunaweza. Tunahudumia Tanzania nzima, bara na visiwani, lakini ofisi zipo Dar es Salaam. Okay. Kwa mfano kwenye mambo ya nani? Yaani nani hawa watoto. Nani tunao pia. Tunao professionals ambao ni wataalamu wa watoto. Tunao. Kwa hiyo na charge how much? Salary per month ni 500, ambao ni wataalamu kabisa waliosomea masuala ya malezi. Sio kama ndo hao ambao unawaulizia especially, lakini tuna package nyingine ambayo at least hawajasomea malezi, lakini angalau ni wale ambao you just have to use small energy to deal now, then wanafanya. Hao ni smart.
wanaitwa Smart Dadas. So hii package salary per month ni 300,000. 300,000. Okay. Binti yangu yuko very systematic. Yaani hatofautiani sana na mimi kwenye principles za kwake. Yeye ana baby mmoja, sasa ameweka mates wawili. Yaani anataka mmoja kazi yake ni mtoto tu. Basi tumpe mtaalamu wa mtoto. Tumpe mtaalamu wa mtoto. Hata mtoto sometimes na vyakula vyake. Yaani ni msichana wa ajabu msichana wangu. Yaani vitu vya mtoto wake, you can't imagine. Anafanya kwa mikono yake. Atapanga nguo za mtoto za wiki nzima. Yaani 3 times a day. Anamwacha mchana asubuhi akiamka avae hii, mchana avae hii, jioni avae. In case ametapika nini hii. Yaani she's very fun. Ni daktari. Kwa hiyo unakuta yule mchana wake hana kazi nyingi. Yaani unaona na chakula nani mwenyewe, kuna mwingine anakwenda kumchukua shuleni, akishamchukua shuleni anakuja anamwogesha, anafanya hivi. Yaani ni hivyo. Kwa hiyo hata akija kuamua kuingia kwenu huyo, au advisor achukue tu hawa kawaida, kwa sababu kazi sio nyingi. Unaelewa Yaani ile tu kuwa na baby, mkojoa na msafisha na chakula hiki hapa, sometimes binti kapika mwenyewe hivyo. Kwa hiyo okay, so maybe you connect us with her, then tuongee naye, then kwa hiyo nadhani tutamfanyia consultation vizuri, alafu tutajua kama ni package gani ambayo tutamhudumia nayo. Basi nitaongea naye. Haya sawa madam. Asante sana, nikutakia Ramadhani njema na majukumu mema. Asante sana, shukrani sana. Msalimie Mr. wako Aaron Mr. Aaron. Okay, mimi sio Madam Joyce, mimi ni msaidizi wake. Okay. Yeah, mimi ni msaidizi wake, naitwa Akila. Akila. Alafu then kuna kitu kingine nimekisikia kwenu ambacho nimekipenda sana, na I believe clients wenu wote watakipenda kuhusu habari za imani, kwamba sasa hivi mkimpelekea mtu mtampelekea mtu kwa imani yake. Hicho kitu kiboresheni, kitakuja kupeni credibility kubwa na ni kitu kizuri, kwa kuwa kila mtu anaabudu kila anachokitaka yeye. Umeelewa Sasa tunapokuja kuchanganyikana na watoto, mimi najua imani yangu, najua imani yako, Mkristo najua imani yake. Sasa tunapokuja kuchanganyana, unamwachia mtoto kuanzia asubuhi mpaka jioni, analishwa imani nyingine, wewe ile imani sio imani yako, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo niliposikia hiyo, I was very impressed kwa kweli. I was very impressed. Madam, tunashukuru sana. Basi hilo likazieni, litieni priority. Nafikiri kwa dini zote watapenda. Kila mtu atapenda akae na mtu wake, ongee common language, common prayer. Itapendeza zaidi. Sio kwamba Watanzania tunabagua, la. Ila kwa haya malezi ya kinyumbani ya watoto na nini. Ukifanya hivyo, nafikiri kampuni itakuwa na credibility kubwa sana. Ndio madam, tunashukuru sana. Okay dear, I wish you all the best. Okay, thank you. Have a nice day. It was nice talking to you. Thank you so much. Bye. Take care. Okay, take care.